Naam, sasa mtazamaji wa Raia Mwema TV, sasa duru ya habari inaangaza katika anga za kimataifa, ambapo tunafahamishwa waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amekosoa pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump la kutoza ushuru wa 20% kwa meli za kibiashara zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz, akisema kiwango hicho ni kikubwa na hakina uhalisia. Akizungumza kupitia mtandao wa X, Araghchi amesema Iran imekuwa ikihakikisha usalama wa mlango wa bahari wa Hormuz kwa miaka mingi, akisisitiza kuwa itaendelea kulinda njia hiyo muhimu inayotumiwa na meli za kimataifa. Anasema 20% bila shaka ni kubwa mno. Tutatoza ada za bei nafuu, amesema Araghchi akijibu pendekezo la Trump. Kauli hiyo imekuja baada ya Trump kuripotiwa kupendekeza ushuru huo kwa meli za mizigo zinazopita katika njia hiyo ya kimkakati, ambayo ni miongoni mwa njia muhimu zaidi ya usafirishaji wa bidhaa na nishati duniani. Mlango wa bahari wa Hormuz hupitisha sehemu kubwa ya mafuta ghafi na gesi asilimia inayouzwa katika masoko ya dunia. Hivyo kauli za viongozi wa Iran na Marekani zinaendelea kuzua mjadala kuhusu usalama na udhibiti wa njia hiyo muhimu. Na kwengineko, rais wa Marekani Donald Trump amesema jeshi la nchi hiyo linaendelea kutekeleza mashambulizi makubwa dhidi ya Iran na kwamba limeanzisha tena vizuizi vya majini kwenye bandari za Iran. Akiwa ikulu ya White House, Trump amesema, "We are knocking out all of their offensive capability and we are controlling the straits," akimaanisha kuwa Marekani inalenga kuondoa uwezo wa kijeshi wa Iran na kushambulia na kudhibiti njia muhimu za baharini. Tangazo hili limeongeza hofu ya kuongezeka kwa mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati, huku wachambuzi wakionya kuwa hali hiyo inaweza kuathiri usafirishaji wa mafuta na biashara ya kimataifa. Mataifa mbalimbali na jumuiya za kimataifa zimezitaka pande zote kujizuia na kutoa nafasi kwa mazungumzo ya kidiplomasia ili kuzuia mgogoro huo usizidi kuenea. Wakati huo huo, dunia inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya mgogoro huo, huku mamlaka za Marekani na Irani zikiendelea kutoa taarifa kuhusu hali hiyo. Athari za hatua hizo zinatarajiwa kuendelea kujitokeza eneo na uchumi wa dunia. Athari za hatua hizo zinatarajiwa kuendelea kujitokeza katika siku zijazo, hasa kwa usalama wa eneo na uchumi wa dunia. Unaendelea kupata habari na matukio mbalimbali kutoka Raia Mwema TV. Raia Mwema TV inasema, ungwana ni vitendo. Asante sana.